Yes, Zaburi 68 mstari wa 5. Andiko linasema, yes, I'm sorry, 68 mstari wa 5. Andiko linasema Mungu akaye mbali pake patakatifu ni baba wa yatima na mlinzi wa wajane. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ambaye akaye mbali mahali pake patakatifu ni baba wa yatima. Haleluya. Ni baba wa yatima na mwamuzi wa wajane. Kwa nini anaitwa baba wa yatima? Na kwa nini anaitwa mwamuzi wa wajane? Kwenye baba ni mtu ambaye anachukua responsibility ya nini? Ya lilo jukumu, mtu ambaye anachukua jukumu. Maana kwamba Mungu huchukua jukumu la watoto yatima. Kwa wazazi wao wanapofariki, Mungu anasimama. Japo Mungu huwa anasimama muda wote, lakini anasimama kwenye pande zote mbili, kwenye nafasi nini? Ile ambao wazazi wakofanyaje? Walikuwa wamesimama. Kwa yeye anakuwa baba yao. Japo hata kama wazazi wao wangekuwepo, bado angeendelea kuwa baba yao, lakini anajizirisha zaidi katika nafasi hiyo ya kusema yeye ni baba yao. Maana kwamba ili wasijione kuwa ni pweke, ili wapate kujua kwamba hawako peke yao. Mungu usimama, Mungu ni baba yao, ili waendelee kuwa na moyo na tumaini ya kwamba tuna Mungu. Na kwa nini anaitwa mwamuzi wa wajane? Kwenye swala la uamuzi ni kwa sababu ya haki, wajane wasionewe. Kwa yeye anakuwa mwamuzi wao. Wajane wengi waonewa, ukandamizwa, uzerairika. Kwa hiyo Mungu anakuwa mwamuzi wao wanapojikuta katika hali ngumu, wanapokumbana matatizo, wanapotukanwa, wanapofezeshwa. Kwa Mungu anakuwa mwamuzi wao. Haleluya. Kwa hiyo usije ukamdharau mtoto yatima, kwa sababu Mungu anawapenda watoto yatima na anajiita yeye Mungu kuwa baba yao. Haleluya. Anajiita kuwa baba yao na mwamuzi wa nini? Wa wajane. Haleluya. Vile vile, kwa hiyo haleluya, Mungu atuweze sana. Mtu wa Mungu, jifunze sana kuwakumbuka watoto yatima, na Mungu anawapenda watoto yatima, na kwa maana anajiita yeye ni nani?